Jeshi la Marekani limeendelea na mashambulizi dhidi ya Iran huku mvutano ukizidi kuongezeka katika Ghuba ya Uajemi. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ilitangaza Ijumaa kuwa vikosi vya Marekani vilihitimisha usiku wa saa 7 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran. Vikosi vya Marekani vilimaliza usiku wa saa 7 mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 17 Julai majira ya saa 3:30 za usiku kwa saa za mashariki mwa Marekani. CENTCOM ilieleza kuwa katika mashambulizi hayo ya hivi karibuni vikosi vya Marekani vililenga maeneo ya ufuatiliaji wa kijeshi, miundombinu ya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi, magari ya chini ya ardhi ya kuhifadhia silaha pamoja na uwezo wa kijeshi wa majini. Operesheni hiyo ilihusisha matumizi ya ndege za kivita, ndege zisizo na rubani, manowari za kivita pamoja na vifaa vingine vya kijeshi. Jeshi la Marekani liliongeza kuwa linaendelea kuwajibisha Irani kwa maagizo ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, huku likiendelea kutekeleza mzingiro wa kijeshi wa baharini dhidi ya bandari za Iran. Zaidi ya wanajeshi 50,000 wa Marekani wanafanya operesheni katika Mashariki ya Kati, wanaendelea kuwa macho, wenye uwezo mkubwa wa kivita na tayari kutekeleza majukumu yao wakati wowote. Mashambulizi hayo yalifuatia tangazo la Marekani siku ya Jumanne kwamba ilikuwa imerejesha mzingiro wa baharini dhidi ya meli zote zinazoelekea au kutoka katika bandari na maeneo ya pwani ya Iran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka katika wiki za hivi karibuni kuhusu mlango bahari wa Hormuz, huku pande hizo mbili zikiendelea kushambuliana licha ya kuwepo kwa makubaliano yaliyosimamiwa na Pakistan yaliyolenga kumaliza vita na kufikia makubaliano ya amani ya kudumu. Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran IRGC lilitangaza kwa kikosi chake cha wanamaji kimeharibu kituo cha mawasiliano cha kijeshi cha Marekani nchini Kuwait na kushambulia vituo kadhaa vya kijeshi pamoja na vya kijasusi vya Marekani nchini Kuwait na Bahrain, ikiwa ni kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yaliyofanyika usiku uliopita. Katika taarifa iliyotolewa Jumamosi, IRGC ilisema mashambulizi hayo yalifanyika katika awamu ya 19 Operation Nasr 2, huku kikosi chake cha wanamaji kikiendelea kudhibiti kwa nguvu mlango bahari wa Hormuz. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, operesheni hiyo ililenga gati la kusaidia usambazaji wa mafuta kwa meli za kijeshi za Marekani katika bandari ya Min Al Ahmad nchini Kuwait, eneo la Sheikh Issa nchini Bahrain linalotumika kuunganisha na kuandaa ndege za kijeshi za adui. IRGC pia ilidai kuwa imeharibu kituo cha mawasiliano na usambazaji wa ishara za kijeshi cha Marekani nchini Kuwait, na taarifa hiyo ilisema mashambulizi hayo yalifanyika kujibu kile ilichokiita mashambulizi ya kijeshi ya Marekani yaliyofanywa usiku uliopita. IRGC iliwapongeza wananchi wa Iran kwa kuendelea kuunga mkono juhudi za taifa hilo, ikisema kwa operesheni za kijeshi za wanamaji zimegeuzwa kwa uwanja wa mapambano kwa ushahidi mwingine wa udhaifu wa adui. IRGC imetangaza kuwa kikosi chake cha ardhini kiliharibu eneo la mkusanyiko la wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Al-Fajr pamoja na mfumo wa rada katika kituo cha anga cha Al-Salam nchini Kuwait. Jeshi hilo lilionya kuwa nchi zozote zinazoruhusu vikosi vya Marekani kutumia ardhi yao kushambulia Iran zinapaswa kuwa tayari kukabiliana na mashambulizi ya kulipiza kisasi endapo maeneo yao yatatumika kwa operesheni dhidi ya Iran. Katika taarifa yake, IRGC ilisema Marekani imeanzisha upya rasmi vita ambavyo kwa mtazamo wake havikuwahi kumalizika na kwamba hatua hiyo imechukuliwa wakati wa mazungumzo ya kidiplomasia yalikuwa yanaendelea, kwa Washington ikidhani kimakosa kwa Irani ilikuwa imedhoofika. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baada ya siku kadhaa za mapigano na mashambulizi makubwa ya kulipiza kisasi yaliyotekelezwa na vikosi vya ulinzi vya Iran, Marekani iligundua kuwa uwezo wa kijeshi wa Iran ulikuwa umeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu mwanzoni mwa vita vya tarehe 28 Februari. IRGC ilidai kuwa badala ya kukubali kushindwa na kutambua makosa yake ya kimkakati, Marekani ilibadili mbinu kwa kuepuka mapambano ya moja kwa moja na badala yake kushambulia miundombinu ya kiraia. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mashambulizi hayo yalilenga hospitali, madaraja, reli, viwanja vya ndege, bandari, vituo vya mawasiliano na miundombinu mingine ya kiraia, huku raia pia wakidaiwa kuuawa. IRGC ilisema kutokana na kutokuwepo kwa taasisi ya kimataifa yenye uwezo wa kuzuia kile ilichokiita uhalifu wa kijeshi wa Marekani, Iran imelazimika kuchukua hatua kwa mujibu wa wajibu wake wa kidini. Jeshi hilo lilisisitiza kuwa nchi zinazohifadhi vikosi vya Marekani na kuruhusu maeneo yao kutumika kushambulia Iran zinapaswa kujiandaa kwa majibu ya kiwango kinacholingana kuchukua hatua za ulinzi wa raia kwa kuweka mbali na maeneo ya kijeshi yanayoweza kulengwa. Hata hivyo, IRGC ilisema kuwa katika mashambulizi ya usiku uliopita iliamua kulenga malengo ya kijeshi pekee ili kuipa Marekani nafasi ya kubadili kile ilichokiita mkondo wake wa aibu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, katika awamu ya 18 ya Operation Nasr 2, kikosi cha ardhini cha IRGC kilishambulia eneo la mkusanyiko wa wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Al-Fajr na kudai kuua idadi ya wanajeshi wa Marekani.